tunatazamia mji mpya, mji wa Yerusalemu ulioandaliwa kwa ajili ya washindi wa dhambi. Mji huo ni wa lulu safi na vito vya thamani, na kuna bahari ya kioo, milango yake lulu. Tutatembea pamoja na Yesu, tukizunguka naye. Tutawaona washindi wa kale, kina Elia, Enoka na Musa. Tutatembea pamoja na Yesu, tukizunguka naye. Tutawaona washindi wa kale, kina Elia, Enoka na Musa. Mji huo hawataingia walio dhaifu, wadhambi na walio wanyonge hawataingia. Ni jukumu letu mimi nawe, tuvae utu mpya na kuondokana na uovu, tufae kuingia. Tutatembea pamoja na Yesu, tukizunguka naye. Tutawaona washindi wa kale, kina Elia, Enoka na Musa. Tutatembea pamoja na Yesu, tukizunguka naye. Tutawaona washindi wa kale, kina Elia, Enoka na Musa. Malaika watatupokea mbinguni kwa shangwe, wakitupongeza kwa safari ndefu ya dunia, na mkombozi atatuvika taji za ushindi. Karibuni nyumbani wanangu, mrithi raha. Tutatembea pamoja na Yesu, tukizunguka naye. Tutawaona washindi wa kale, kina Elia, Enoka na Musa. Tutatembea pamoja na Yesu, tukizunguka naye.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Waimbaji Bwana wabariki kwa nyimbo nzuri. Lakini pia mtu wa familia Bwana akubariki sana. Tunaendelea kumshukuru Mungu tunapoendelea na mikutano hii, na nichukue nafasi hii sana kumtukuza Mungu kwa sababu ameendelea kuwa mwema, ameendelea kutulinda. Jina la Bwana lipate kutukuzwa. Jana tulikuwa na somo la pekee sana, na somo letu lilikuwa ni swali la msingi sana kwamba je, siku ya Bwana ni Jumapili, Ijumaa au Jumamosi? Lilikuwa somo la jana. Je, siku ya Bwana ni Jumapili, Ijumaa au Jumamosi? Na jana tulijifunza katika Biblia, tuliona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 9 mpaka wa 10. Yohana anatueleza ya kwamba alikuwa katika roho siku ya Bwana. Siku ya Bwana alikuwa katika roho. Na tukajiuliza hii siku ya Bwana ambayo Yohana alikuwa katika roho ni ipi? Tukamsikia Yesu katika Marko 2:27 na 28 akisema mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Lakini hiyo haikutosha, bado tukauliza hii siku ya Bwana ni ipi? Kutoka 20 mstari wa 10 ikatuambia, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kwa hivyo tunapozungumza siku ya Bwana tunazungumza siku ya saba. Sio ya kwanza, sio ya pili,